support ya Mungu katika kupambania uhai. Mkono wa Mungu katika kupambania uhai. Baada ya kuona nafasi ya shujaa wa imani au mashujaa wa imani katika kupambania uhai wao na ndugu zao, na tayari tumeona katika kupambania uhai shujaa wa imani au mashujaa wa imani hupaswa kutimiza yale yanayowapasa kufanya, yanayodhihirisha imani yao, na hiyo ndio siri ya ushindi wao. Tayari kwenye lile somo linalosema kupambania uhai wako na ndugu zako, tuliweza kuona jinsi Mordekai, Esther pamoja na Wayahudi walivyoweza kupambania uhai wao dhidi ya mipango mibaya ya adui mtesi wao Haman, ambaye alitumiwa na shetani, kwa sababu shetani ndiye kazi yake ya kuiba, kuharibu na hata kuua. Na tunaona baada ya Esther, Mordekai na Wayahudi waliokuwa Shushani ngomeni kusimama katika imani, waliweza kushinda. Na hapo tunaona ushindi wao ulitokana na mkono wa Mungu, ambao mkono wa Mungu wakati mwingine hauonekani kwa macho ya kibinadamu, lakini upo. Haleluya. Na walioshuhudia mkono wa Mungu wana ushuhuda, na ndio maana kuna mwimbaji mmoja akaimba akisema mkono wa Mungu ni kweli. Mkono wa Mungu ni kweli kwa sababu unatenda mambo ya ajabu, unatenda mambo makuu wakati wote. Na ndio maana tunaona sasa hawa mashujaa wa imani waliweza kushinda kwa sababu ya mkono wa Bwana. Waliweza kupata msaada au katika mapambano yao kuungwa mkono na Mungu mwenyewe. Mungu alikuwa upande wao. Na ndio maana Mtume Paulo kwenye Warumi anasema, Bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo imani yao ndio siri ya ushindi wao. Na tayari tulianza kuona moja ya mambo ambayo tunatakiwa kuwa nayo tunapopambania uhai wetu na wa ndugu zetu. Jambo kubwa kabisa la kwanza ni imani. Haleluya. Ni kuishi kwa imani. Na ndio maana kwenye Waebrania 10:38 anasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, akisita roho yangu haina furaha naye. Lakini anaendelea anasema, sisi hatumo miongoni mwa wanao mwa wale wasitao,
lakini sisi tumo miongoni mwa wale wenye imani ambayo inaweza ikaokoa roho zetu na watu wengine pia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo siku ya leo tutaendelea na ili somo linalosema mkono wa Mungu katika kupambania uhai, na maandiko yatakayotuongoza ni kwenye Yohana sura ya 15 mstari wa 5 na Yohana 1:3. Tasoma kama ilivyoandikwa. Yohana 15:5 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yaani katika kupambania uhai wetu na wandugu zetu, bila Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo tunahitaji mkono wa Mungu uweze kuwa pamoja nasi, na ndivyo ilivyokuwa. Mashujaa wote wa imani waliweza kufanikiwa kupambania uhai wao na wandugu zao kwa sababu tu kulikuwa na mkono wa Mungu uliotenda kazi katika maisha yao. Na ukisoma kwenye Yohana 1:3 tunasoma hivi: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Na mstari huo pia unadhihirisha jinsi ambavyo mwanadamu awaye yote pasipo Mungu kutia mkono wake hakuna chochote anachoweza kufanya, lakini anahitaji tu, au tunahitaji tu kuwezeshwa na mkono wa Mungu. Na mkono wa Mungu ndio ambao unatupatia ushindi kila wakati, kama ilivyokuwa kwa mashujaa wa imani waliotutangulia, Mordekai, Esther na Wayahudi kama ambavyo tumeona. Lakini Musa pia mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye tangu alipozaliwa. Mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Napomwangalia pia Yusufu, mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye tangu alipokuwa kijana mdogo. Mungu alipompa yale maono kwa njia ya ndoto, mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Tunapomwangalia Ayubu, pia alishinda yale majaribu makali kwa sababu tu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Tunapoangalia Meshach, Shadrach na Abednego, walishinda yale majaribu ya kutupwa kwenye tanuru la moto kwa sababu tu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao. Tunapomwangalia Daniel, alipotupwa kwenye tundu la simba, aliweza kushinda kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Tunapoangalia wale wakoma 4, waliweza kushinda kwa sababu tu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao, na Mungu akawatetea kwa namna ya ajabu, kwa namna ya muujiza, kwa namna ya kushangaza. Tunapomwangalia nabii Yeremia, pia tunaona alishinda majaribu mbalimbali kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Lakini pia tunapomwangalia mtume Paulo, alishinda majaribu yake yote mengi kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Lakini pia tunaposoma kwenye Waebrania 11:32 mpaka 35, tunaona mashujaa wa imani waliweza kushinda kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Na Mungu alibariki neno lake. Tunaweza kukaa. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Tunaposoma kwenye Waebrania, waraka kwa Waebrania, sura ile ya 11 mstari wa 32. Waebrania 11:32 mpaka 35. Tasoma. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yeftha na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda miliki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Nitaishia hapo kwanza kipengele A, 35 kipengele A. Maandiko ambayo tumeyasoma yanahusisha mashujaa wa imani ambao waliweza kudhihirisha imani yao, na hapa tunaona imani yao iliwapa matokeo ya aina mbili. Bwana asifiwe sana. Mstari huu wa 32 mpaka 35A tumeona matokeo walioyapokea au walioyatarajia ni ushindi walioupata au walioupokea wakiwa hapa duniani, kulingana na vile Mungu alivyoona inafaa, na sio vile wao walivyotaka. Pamoja na kudhihirisha imani yao, waliweza kupokea ushindi. Kwa sababu pia katika maombi yao hawakuwa wanajua kile ambacho Mungu atafanya kwao. Wao walidhihirisha imani yao, lakini hawakujua kile ambacho Mungu atafanya. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, nilijua utatenda, lakini sikujua utatenda kwa namna gani. Mwimbaji huyo naye pia aliungana na mashujaa wa imani kudhihirisha imani yao, kwamba imani yao inaamini ushindi, inaamini ya kwamba Mungu atawapatia ushindi, inaamini ya kwamba Mungu atawapatia haki. Na imani hiyo inaruhusu pia mapenzi ya Mungu.
inaruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe pia. Na ndio maana tunaona wakati Meshach, Shadrach na Abednego wakimjibu ule mfalme aliyeandaa tanuru la moto kwa ajili yao na kuongeza ule moto mara 7. Meshach, Shadrach na Abednego walikuwa na imani na walikuwa na matarajio ya ushindi, kwa sababu walikuwa wanamwamini Mungu wao. Lakini imani yao katika ule moto uliokuwa mbele yao, wakati wanamtegemea na kumtumaini Mungu, imani yao pia haikubaki tu ya kwamba Mungu anaweza tu akawaokoa basi. Kwa sababu wao walichokuwa wanaomba ni kwamba Mungu awaokoe na ule moto. Lakini tunaona wakiruhusu mapenzi ya Mungu, wakimwambia mfalme, hata kama itatokea Mungu huyu ambaye tumemtumaini ameamua huu moto ututeketeze, huu moto utuangamize, yatakuwa ni mapenzi ya Mungu, itakuwa ni ruhusa ya Mungu ya sisi kutoka katika ulimwengu huu na kuingia katika ulimwengu mwingine. Kwa hiyo Meshach, Shadrach na Abednego wao hawakujua hata jinsi Mungu atakavyotenda. Na tunaona jinsi Mungu alivyotenda, alitenda kwa namna ya kushangaza. Wale askari ambao ndio waliwakamata Meshach, Shadrach na Abednego na kuwatupa katika tanuru la moto, ule moto ulianza kushughulika nao kwanza wao wenyewe, ukawaunguza. Unajua Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu tunayemwabudu yeye ni moto ulao. Na kama haitoshi, Mungu alipofungua macho ya yule mfalme kuangalia kile kilichotokea baada ya Meshach, Shadrach na Abednego kutupwa katika tanuru la moto, Mungu akafungua macho yake, akaweza kuona katika lile tanuru la moto, akaona Meshach, Shadrach na Abednego. Kwanza ule moto haujaweza kuwateketeza kama walivyotegemea. Lakini jambo la pili, wakaona mtu wa 4. Na mfalme alipokuwa anadadisi huyu mtu ni mtu wa namna gani, anakiri na kusema ni kama mwana wa miungu. Kwa hiyo mfalme akapata ufunuo wa kuona mtu wa 4. Yeye aliona kama mwana wa miungu, lakini Biblia inamtambua yule alikuwa ni Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye amesema ujapopita katika miali ya moto haitakuunguza. Ujapopita katika maji mengi, hayo maji hayatakugarikisha. Aliyesema ya kwamba yeye atakuwa pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari, aliyesema atakuwa pamoja na Meshach, Shadrach na Abednego, ndivyo alivyoweza kutimiza ahadi yake. Mkono wake usioonekana kwa macho ya kibinadamu ulionekana kwa ajili ya kuwatetea na kuwapigania Meshach, Shadrach na Abednego. Jina la Bwana libarikiwe. Na akawapatia ushindi Meshach, Shadrach na Abednego wakiwa hapa duniani.
hapa duniani, ambapo hata Yesu alikiri ya kwamba duniani kuna dhiki na mateso mengi. Kwa hiyo ushindi wa Yesu Kristo kwa watu wake unaanzia hapa duniani. Na ndio maana hakuruhusu siku ile Meshaki, Shadraka na Abednego wateketezwe na ule moto, kwa sababu alikuwa bado ana kazi nao. Haleluya, haleluya. Zaburi anasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya ajabu ya Mungu. Maandiko pia yanasema hakuna silaha itakayoinuka kinyume chako itakayofanikiwa. Hakuna ulimi utakaonena kinyume chako utakaofanikiwa. Na huo ulimi utakaonena kinyume chako utahukumiwa kuwa umekosa. Hicho ndicho ambacho Mungu alikifanya kwa mashujaa wa imani. Alifanya kile ambacho aliona kinafaa. Haleluya. Kwa hiyo Meshaki, Shadraka na Abednego, hata vile Mungu alivyofanya wao hawakutarajia. Wao walikuwa tu tayari kwa lolote. Walisharuhusu tu mapenzi ya Mungu. Na ndio maana sasa unaona kwenye hii Waebrania 11:32 mpaka 35 kipengele B, 11:32-35 kipengele A kinaonyesha ushindi ambao hawa mashujaa wa imani waliweza kupata. Kwa hiyo Meshaki, Shadraka na Abednego wakati wanatupwa kwenye lile tanuru la moto, wao walitegemea mawazo ya Mungu, walitegemea njia za Mungu, hawakutegemea njia zao. Na kwa kufanya hivyo mkono wa Mungu ukaonekana. Mkono wa Mungu utendao maajabu ukaonekana. Maana yangu ni nini? Tunapomwomba Mungu, turuhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe kama ilivyokuwa kwa Meshaki, Shadraka na Abednego. Wakati mwingine tunajaribiwa kuanza kumpangia Mungu afanyeje. Tunaanza kumpangia Mungu cha kufanya. Ni kosa. Kwa sababu maandiko yanasema mawazo ya Mungu kwenye ile Isaya 55:8 mpaka 9. Mawazo ya Mungu na njia za Mungu ziko juu. Njia za Mungu na mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo na njia za wanadamu. Vile tunavyofikiri ni tofauti sana na Mungu anavyofikiri. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Vile tunavyofikiri ni tofauti sana na vile Mungu anavyoona ya kwamba inafaa. Tunapaswa sasa kukubaliana na mawazo na njia za Mungu. Kwenye Mithali sura ya 16 mstari wa 25 anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni njia za mauti. Maandiko yanasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Na ukisoma kwenye waraka huu wa Waebrania sura ya 11 mstari ule wa 25 anasema akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Unaona, Musa
Maandiko yanasema alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa kitabu. Ina maana Musa alikubaliana na mawazo ya Mungu, pia alikubaliana na njia za Mungu, kama ilivyokuwa kwa Meshaki, Shadrach na Abednego. Walikubaliana na njia na mawazo ya Mungu, na kwa kufanya hivyo waliuona mkono wa Bwana. Waliuona mkono wa Bwana ukiwa ni kweli katika maisha yao. Waliushuhudia mkono wa Bwana usioonekana ukitenda kazi katika maisha yao. Waliweza kushuhudia uaminifu wa Mungu katika maisha yao. Na hiyo inaonyesha unapokubaliana na njia za Mungu ndipo Mungu anapokupatia ushindi pia. Lakini unapotumia njia zako, wakati mwingine unaweza ukasababisha usipate ushindi au ukachelewesha huo ushindi ambao ungeweza kupata. Na moja ya njia ambayo hawa mashujaa wa imani waliweza kuitumia na wakapata ushindi, mojawapo ya hizo njia ni kuwapenda adui au watesi. Kuwapenda adui au watesi. Watesi wako. Hao wanaitwa mashujaa wa imani kwa sababu waliweza kupambana na watesi wao na wakadhihirisha imani yao, na imani yao ikawapatia ushindi, ikawapa matokeo chanya. Miongoni mwa mashujaa wa imani ambao walitumia hii njia na kupata ushindi, mojawapo ni Stefano. Kisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 7 mstari ule wa 54 mpaka 60, unaona injili ambayo Stefano alihubiri kwa watesi wake waliokuwa wanampiga mawe. Iliweza kuwachoma mioyo yao, na maandiko yanasema wakamsagia meno kwa nia moja, wakampiga kwa mawe. Na ukisoma hapo ule mstari wa 60, maandiko yanasema akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema haya akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Unajua mtu anayekufanyia mabaya, kwa vyovyote unaomba Mungu ammalize haraka, amwangamize, ili kuondoa ule usumbufu, kuondoa ile kero. Ndivyo njia zetu za kibinadamu, ndiyo mawazo yetu. Yaani kila mtu anatarajia kama kuna mtesi wake anayemsumbua,
unatamani Mungu amuondoe haraka, amfutilie mbali ili ile kero isiwepo tena. Hapa tunapomwangalia Stefano, tunaona hao watu waliokuwa wanampiga kwa mawe. Lakini tunaona maombi yake kama vile neno la Mungu linavyosema, muwapende adui zenu na kuwaombea. Badala ya kuwaombea mabaya, tunaona huyu Stefano alifanya jambo ambalo watu wengi ni vigumu kufanya. Ni vigumu, hata mimi naelewa. Ni vigumu kumwombea adui yako mema, ni vigumu. Ni vigumu. Inahitaji neema ya Mungu. Inahitaji tu Mungu atuwezeshe. Na Mungu anaweza akatuwezesha pale tutakapokubaliana na neno la Mungu ya kwamba inawezekana kuwapenda na hata kuwaombea adui zetu, kuwatakia mema, kuwatakia baraka. Inawezekana. Kwa sababu tunapoangalia mashujaa wa imani, tunaona iliwezekana kwao. Iliwezekana kwa Stefano, lakini pia iliwezekana kwa mfalme Daudi. Kabla ya mfalme Daudi kuwa mfalme, tunaona alipata adui, mfalme Sauli. Akawa anamuinda kama vile ndege. Anatafuta kumuua, anatafuta kumwangamiza. Lakini tunaona kuna jambo ambalo Daudi alifanya la ajabu na la kushangaza. Ni pale ambapo Mungu alimtia mikononi mwake Sauli. Sauli alitiwa mikononi mwa Daudi. Lakini tunaona Daudi alikuwa na uwezo wa kumuua kwa sababu alikuwa amelala kwenye pango. Lakini Daudi, hata wale maaskari waliokuwa nao, akasema sasa hii ndio nafasi nzuri ya kumaliza. Malize. Siwezi kumnyoshea mkono Masihi wa Bwana ni mwangamizi. Kwa hiyo alichokifanya, akakata vazi lake. Alafu siku iliyofuata mfalme Sauli na jeshi lake akiwa upande mwingine, akamuonyesha, akamwambia, angalia vazi lako liko salama. Akamuonyesha kipande cha vazi lake. Akamwambia, nilikuwa na uwezo wa kufanya lolote lakini sijakufanya hivi, japo unaniwinda. Ina maana Daudi alitaka apate ushindi unaotokana na mkono wa Bwana, sio mkono wake. Haleluya. Wale wanaotuudhi, adui zetu. Lakini kwenye Mathayo 7:12 pia neno la Mungu linatutaka tuwatendee mema wale wanaotuudhi, wale watesi wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua, katika historia kuna mashujaa wa imani katika Mungu, lakini kuna mashujaa wa imani wa kisiasa. Haleluya. Mashujaa wa imani wa kisiasa au wanaharakati. Unajua, wakati mwingine ili neno wanaharakati limetafsiriwa vibaya. Kwa sababu kuna wanaharakati ambao wanatetea haki. Haki kwa ajili ya watu wao. Haki kwa ajili ya nchi zao. Lakini nashangaa kuna watu wengine wanaofanya hivyo wanahusishwa kwa ubaya, kwamba huyu amekuwa mwanaharakati. Kwa hiyo anaonekana anachokifanya sio sahihi. Lakini kumbe ule wanaharakati wake unaweza ukawa na matokeo ya kuleta mabadiliko katika nchi au taifa fulani.
Nami ninaamini wanaharakati wa kweli ni wale wanaosimama katika haki na kupambania uhai wao pamoja na wa watu wengine, na kutii dhamiri zao vile Mungu anavyowaongoza. Na haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na mmoja wa wanaharakati ambao wameacha alama katika Afrika na katika nchi yao na katika ulimwengu huu, moja ya hao wanaharakati wanaofahamika na ulimwengu mzima ni Nelson Mandela. Ile miaka aliyofungwa, miaka 28 kama sikosei, akiwa gerezani, na kuna ushuhuda wa vile mkono wa Bwana ulivyoweza kumsaidia na hata akaweza kutimiza ndoto zake. Kile alichokiona au yale maono aliyokuwa nayo kwa ajili ya taifa lake, ule mzigo aliokuwa nao kwa ajili ya taifa lake, tunaona mkono wa Bwana ukawezesha akawa huru, akatolewa gerezani, na baada ya kutolewa gerezani akaweza kuwa rais wa kwanza Mwafrika, Afrika Kusini. Na mara nyingine Mungu anawasaidia hata hawa wanasiasa kusimama katika mapenzi yake wanapotafuta kile wanachokipigania. Moja ya mambo yaliyompatia ushindi Nelson Mandela, kulingana na ushuhuda wake aliyoutoa baada ya kuwa rais, ni kwamba aliwapenda wale watesi wake, wale waliomtesa. Na moja ya ushuhuda wake baada ya kuwa rais, tayari yeye ni rais na ana walinzi wake, akawaambia walinzi wake, twendeni tukale kwenye hoteli. Na walipoenda pale kwenye hoteli, wao wakakaa meza yao, lakini meza ya jirani kulikuwa na mtu mwingine anakula. Na kwa sababu Nelson na Mandela sasa yeye ameshakuwa rais wakati huo, akamwambia mmoja wa walinzi wake, akamwambia, nendeni mkamwambie huyu ambaye yuko jirani hapa aje hapa tule pamoja kwenye meza hii ambayo sisi tuko. Na yule askari akaenda akamwambia kwamba rais anakuomba uje hapa kwenye meza yake ili tuendelee kula chakula pamoja. Lakini kilichotokea, yule mlinzi wake alishangaa kumwona yule mtu akitetemeka na kujaribu kuficha uso wake. Kwanza kabla hata hajaitwa alikuwa anaficha uso wake na kuanza kutetemeka. Akajikaza hivyo hivyo kwa sababu ni rais amemwita. Akaenda kwenye ile meza, wakaanza kula chakula pamoja. Lakini akaendelea kutetemeka na kuficha uso wake. Sasa wale walinzi, kwa sababu hawakujua chochote,
wakamwambia rais kwamba huyu inawezekana ni mgonjwa, ana matatizo, kwa hiyo huyu inabidi tumfanyie msaada apelekwe hospitalini haraka. Lakini maandiko lakini ile habari inaendelea kusema kwamba baadaye Nelson, kwa sababu yeye alikuwa anajua huyu mtu shida yake ni nini, baada ya kuachana, wamekula pale, wameachana, amemruhusu wewe nenda kaendelee na shughuli zako, ndipo alipowaeleza walinzi wake, akawaambia huyu kisa cha kutetemeka sio mgonjwa na kuficha uso wake, isipokuwa huyu wakati niko gerezani kule ndio alikuwa mkuu wa gereza, na wakati wananitesa, wakati wananipa mateso, nilishikwa na kiu, nikaomba tu wanisaidie hata maji ya kunywa wakati wananitesa. Lakini huyu badala ya kunipa maji alinikojolea kichwani. Kwa hiyo hapa alipo, kwa sababu mimi tayari nimeshakuwa rais, anatetemeka na kuficha uso wake na kuogopa, kwa sababu anafikiri ya kwamba mimi naweza nikaamuru lolote kwa ajili yake, na kwa sababu nina mamlaka, hata nikisema huyu anyongwe anaweza akanyongwa. Sasa ona ushuhuda wa namna hiyo, na hapo tunaona moja ya mambo ambayo yalijificha juu ya ushindi wa Nelson Mandela ilikuwa ni kuwapenda maadui zake, kitu ambacho ni kigumu sana. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Tusome kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 32. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 32. Kumbukumbu la Torati 32 mstari ule wa 34 mpaka 35. Kumbukumbu la Torati 32 34 mpaka 35 na ule mstari wa 43. Je, haya hayakuwekwa akiba kwangu na kutiwa muhuri kati ya hazina yangu? Kisasi ni changu mimi na kulipa. Anasema kisasi ni changu mimi. Mungu anasema yeye kwanza, anasema hayo yote ambayo mtesi wako anayoweza kukufanyia, yeye ameyaweka kuwa akiba kwake na kuyatia muhuri katika hazina yake. Anasema kisasi ni changu mimi, sio chako wewe. Na hata kulipa, hapa anasema na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao, maana siku ya msiba wao imekaribia. Itakapoteleza nini? Miguu yao au watesi wako. Mungu anasema maana siku yao imekaribia. Kwa maneno mengine, siku zao zinahesabika. Usijali watesi wako wanapoonekana kufanikiwa, wanapoendelea kushinda, kuzimu inapoendelea kushangilia, siku zao zinahesabika, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Hili ni neno la Mungu. Kama Mungu aishivyo,
kuna wakati watesi wako miguu yao itateleza, na msiba wao umekaribia, na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Amen. Haleluya. Na mambo yatakayowapata yatafanya haraka, yani hayatachelewa. Mstari wa 43 anasema, furahini enyi mataifa pamoja na watu wake, kwa maana atatwaa kisasi kwa damu ya watumwa wake. Yani ile damu ambayo watumwa wake imemwagika isivyo haki. Anasema furahini enyi mataifa pamoja na watu wake, kwa maana atatwaa kisasi kwa damu ya watumwa wake, atawatoza kisasi adui zake, tena atafanya kafara kwa nchi yake na watu wake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu ni kweli. Ufunuo 19 mstari wa kwanza na wa pili tunasoma hivi: baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati wake, na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu anatoa hakikisho la kulipa kisasi yeye mwenyewe kwa mkono wake. Kwenye Mathayo sura ile ya 5 mstari ule wa 38 na 39 tunasoma hivi: mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume mgeuzie na la pili, na mtu atakaye kukushtaki na kuitwaa kanzu yako mwachie na joo pia, na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja nenda naye mara mbili. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako wala usimpe kisogo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna maandiko sehemu nyingine yanasema tusilipe kisasi, bali tupishe ghadhabu ya Mungu. Haleluya. Na hapa nataka nifundishe kwa mielelezo, kwa kutumia kielelezo cha mwamini, mtesi, Mungu na kisasi. Ninaomba watu watatu hapa